Je, umekaa ndani ya Kristo au unaingia na kutoka au tu unakuja kanisani imeisha? Nini maana ya kukaa ndani ya Kristo? Na kwa sababu tunapokaa ndani ya Kristo kuna faida zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokaa ndani ya Kristo unafanyika kiumbe kipya. Kwa hiyo kama haukai ndani ya Kristo, maana kuna vitu hautapata, hautaona, hautajua mpaka utakapoamua kukaa ndani ya Kristo, ndo utakavyojua siri za Mungu, siri za kiroho, mapenzi ya Mungu yaliyo zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huenda watu wengi tunalalamika, kuna vitu vingi tunapitia, vingine huenda sio Mungu aliyeruhusu, ila kwa sababu sisi wenyewe bado hatujaamua kukaa ndani ya Kristo. Kwa kuna vitu hatutajua, hatutapata kwa sababu bado hatujakaa ndani ya huyo Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa faida ya kukaa ndani ya Kristo, cha kwanza tunahakikishiwa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida nyingine ya kukaa ndani ya Kristo, unabarikiwa pamoja naye. Biblia inasema tumebarikiwa katika baraka za rohoni pamoja na Kristo. Baraka zote tunabarikiwa pamoja na Kristo kwa sababu tumekaa ndani ya Kristo. Lakini faida nyingine ya kukaa ndani ya Kristo, tuna haki ya uponyaji kwa sababu ni wana, tumekaa ndani ya Kristo. Faida nyingine, tunapokaa ndani ya Kristo kuna ulinzi. Kwa ombi langu, kaa ndani ya Kristo. Unapompokea Yesu, jitahidi kukaa ndani ya huyu Kristo. Ndio maana Yesu kwenye Yohana 15 anasema, mimi ni mzabibu na nyinyi matawi. Kila tawi lisilozaa litakatwa, linatupwa, lakini lile tawi linalozaa, kwa sababu liko ndani ya mzabibu, hulisafisha. Anasema kwa sababu sisi tutakuwa ndani ya Kristo, tutazaa. Kwa kuna faida ya kuzaa unapokuwa ndani ya Kristo. Anasema kwa sababu tawi haliwezi kuzaa lenyewe peke yake, linahitaji nini? Mzabibu, shina. Haleluya! Kwa hiyo unapokaa ndani ya shina ambao ni Kristo, ambao ndo mzabibu, kuna uhakika wa kuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida nyingine, unapokaa ndani ya Kristo hakuna hukumu. Warumi 8, hakuna hukumu ya adhabu juu ya wao katika Kristo Yesu. Kuna haki zetu tunapokaa ndani ya Yesu. Haleluya! Isiishie kuja kanisani tu, isiishie kutoa sadaka tu, isiishie kupiga mapambio tu, kucheza sebene tu, lakini tafakari namna gani unaweza kukaa ndani ya Kristo ili tuweze kupata faida hizo ambazo neno la Mungu limesema tunapokaa ndani ya Kristo atakiwa kupata nini na nini. Yesu anakuhitaji, hakuhitaji tu uje kwake na kuondoka, lakini anataka wewe kukaa ndani yake, uwe miliki yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokaa ndani ya Kristo haufanyi kama unajiamulia kufanya, kwa sababu wewe unaongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na faida nyingine ya kukaa ndani ya Kristo, unapewa Roho Mtakatifu kukuongoza ili kuyafanya mapenzi ya Mungu. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.